الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu katika iman, kwa muda huu mfupi natamani tukumbushane kunako masala mbalimbali ambayo Muislamu anatakiwa yafahamu anapokuwa katika hali ya maradhi. Maradhi ni miongoni mwa mitihani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka kwetu sisi Waislamu au wanadamu kwa ujumla. Maradhi yanapokuja katika mwili wa mwanadamu huwa yanamdhoofisha. Maradhi haya pia huwa yanamweka katika hali ambayo ima anaweza akakata tamaa au anaweza akawa katika hali ambayo si ya kuridhia kwa upande wake. Lakini kwa kuwa Uislamu ni dini ambayo imekamilika, ni dini ambayo imegusa katika nyanja zote, haikumwacha hivi hivi mgonjwa, bali ilimpa muongozo. Uislamu ulimpa muongozo mgonjwa namna gani anapokuwa katika maradhi akabiliane nayo. Na mgonjwa ambaye tunamuelezea hapa, tunaelezea wagonjwa wote kwa ujumla, lakini hasa tunayemlenga ni yule mgonjwa ambaye kwa namna moja au nyingine dalili zinavyoonyesha kwamba huenda asiwepo tena katika ulimwengu huu, kwa maana huenda akawa ugonjwa huo ndio sababu ya kifo chake. Pamoja na kwamba nasaha hizi na maelezo haya yatamhusu kila mgonjwa, lakini huyu ambaye tumemuelezea ndiye ambaye tunamkusudia zaidi katika kipindi hiki, katika hii majlisi ya kwanza na majlisi zitakazofuata biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo tutaanza darasa yetu leo kwa kuangalia ma yajibu ala almarid, mambo ambayo yanawajibika kwa mgonjwa. Kwanza kabisa, jambo ambalo mgonjwa anatakiwa kuwa nalo, ala almaridhi an yarda biqada'illah. Kwanza mgonjwa aridhie hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yasbira ala qadarihi wa yuhsinu dhanna bi rabbih, na awe na subira juu ya qadari ya Allah kwa kumpa ule ugonjwa, lakini pia awe na dhana nzuri kwa Mola wake. Dhalika khairul lahu, kufanya hivyo ni bora kwake yeye. Maelezo haya Mtume sallallahu alayhi wasallama ameyaeleza katika hadithi yake, hadithi ambayo ni ameipokea Imamu Muslim na Imamu Baihaqi, lakini pia na Imamu Ahmad. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ajaban li amri almu'min, ni ajabu amri ya muumini, jambo la muumini lina ajabu sana. Inna amrahu kullahu khair, muumini mambo yake yote ni khairi. Walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'min, na wala halipo hilo kwa yoyote isipokuwa ni kwa muumini tu. In asabatuhu sarra'u shakar, muumini anapopatwa na jambo la kufurahisha huwa anashukuru, fakana khairan lahu, basi kushukuru kule ni bora kwake yeye, anapata khairi. Wa in asabatuhu dharra, na yakimpata yeye madhara au jambo lenye kuchukiza kwake, sabara fakana khairan lahu, anasubiri, basi kusubiri kule kunakuwa ni khairi kwake yeye. Kwa hiyo muumini anatakiwa awe na subira katika kila hali anayokuwa nayo. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yatamanna ahadukum illa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, asife mmoja wenu isipokuwa hali ya kuwa anafanya dhana nzuri kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asife mmoja wenu isipokuwa awe na dhana nzuri kwa Mola wake. Kwa hiyo huu ni mwongozo wa kwanza,
kwa mgonjwa anatakiwa aridhie na awe na subra na awe na dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yale maradhi yake. Usia wa pili au mwongozo wa pili, wayambaghi alayhi an yakuna baina al-khawfi war-raja, na anatakiwa awe katika hali kati ya hofu na matarajio. Awe ana hofu lakini pia achanganye na hofu hiyo awe na matarajio, kwa maana yakhafu iqaba Allahi ala dhunubihi, awe na hofu juu ya adhabu ya Allah kutokana na madhambi yake. Wayarju rahmata rabbihi, na awe anatarajia rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja dakhala ala shabin wa huwa bil maut, aliingia kwa kijana mmoja akiwa katika hatua za kifo, akiwa katika sakaratul mauti, hatua za awali za kifo. Faqala, akasema kumuuliza yule kijana, kaifa tajiduka, vipi hali yako, unajionaje, upo katika hali gani na mazingira gani? Qala, yule kijana akasema, wallahi ya Rasulullah inni arju Allah, namuapia Allah ewe mtume wa Allah, mimi ninamtarajia Allah, mimi nina matarajio. Wa inni akhafu dhunubi, lakini mimi nina hofu kutokana na madhambi yangu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin, havikutani katika moyo wa mja, fi mithli hadha al-mawtin, katika mfano wa sehemu kama hii, illa a'tahu Allahu ma yarju, isipokuwa Allah humpa kile ambacho anakitarajia, wa amanahu mimma yakhafu, na atampa amani kutokana na kile anachokihofu. Maana ya hadithi hii ni kwamba mtume baada ya kumuuliza huyu kijana, akamuona kijana yupo katika hali mbili, kati ya hofu na kati ya matarajio. Kwa hiyo akamueleza mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpa mwongozo kwamba mja anapokuwa katika hali kama hii, basi Allah humpa kile ambacho anakitarajia zaidi. Kile anachokitarajia ndio Allah huwa anampa. Hadithi ameieleza Imamu Tirmidhi na sanadi yake ni hasan, lakini pia na Ibn Majah na Abdullah ibn Ahmad. Kwa hiyo hadithi ina daraja ya hasan. Mwongozo wa tatu ambao Muislamu akiwa katika hali ya ugonjwa anatakiwa aufahamu, kwa sababu mimi na wewe muda wowote tunaweza tukapata matatizo ya ugonjwa. Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi kwa ujumla. Mwongozo wa tatu, wa mahama ishtadda bihi almarad fala yajuzu lahu an yatamanna almaut, vyovyote vile hali ya maradhi itakavyomzidi haruhusiwi na wala haifai kwake kutamani kifo. Yani kwamba labda ameumwa sana, ameteseka sana, awe na subra, asitamani kufa. Kwa sababu gani? Lihadithi ummi al-Fadli radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakhala alayhim, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia kwao kwa ummu al-Fadli, wa Abbasun ammu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam yashtaki, na kipindi hiko Abbas ambaye ni ammi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam akilalamika na kushtaki kutokana na maumivu. Fatamanna Abbasul mauta, akawa Abbas anatamani bora afe kutokana na changamoto anazozipitia. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya ammu, ewe ammi yangu, la tatamanna almaut, usitamani kifo, fa innaka in kunta muhsinan, kwa sababu wewe ikiwa ni mwema, fa antu akhara tazdad ila ihsanan, fa antu akhar tazdad ihsanan ila ihsanika, ikiwa wewe ni mwema na ukacheleweshwa, kwa maana kifo chako kikawa kimesogezwa mbele, basi maana yake utaendelea wewe kuleta mambo mazuri na kufanya ihsani. Jambo hilo khairul laka, ni bora kwako wewe. Wa in kunta musian, na ikiwa ni mtu muovu, fa antu akhara, ikawa ukacheleweshwa,
fatustata'ab fa an tuakhara fatusta'tab min isaatika khairul laka, na ukachelewa ikawa sababu ya wewe kuomba toba kutokana na yale madhambi yako, jambo hilo litakuwa ni khairi kwako. Fala tatamanna almaut, kwa hiyo usitamani kifo. Akhrajahu Ahmad, ameieleza imamu hii hadithi hii Imamu Ahmad na Abu Ya'la na pia Imamu Hakim, na akasema kwamba hadithi hii ni sahih ala sharti ash-shaykhain. Kwa hiyo maelezo haya yanatupa wazi kwamba mgonjwa asitamani kifo. Mgonjwa hata kama maradhi yapo katika hali gani, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe shifa na aendelee kumponya. Wallahu aalam. Tutaishia hapa kwa nasaha zetu hizi fupi, na insha Allah tutaendelea siku nyingine na mara nyingine katika majlisi itakayofuata. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe afya na atupe subra na tujalie mwisho mwema kutokana na hali zetu za maisha yetu ambayo tuko nayo. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.